Kimenyio ndio jina langu maarufu. Hii story ya mzee wa Kimenyio hii nimeambiwa mzee ulikuwa na ubonda mpaka akakufananisha na huyo mzee Madaraka Selemani huyo alikuwa. Nilikuwa mdogo, mimi nakumbuka nilikuwa darasa la 4, nilikuwa za timu ya shule. Kwa nilikuwa mdogo na nilikuwa napenda mpira, nacheza mpira. Na mimi ndoto yangu ya utotoni nilikuwa najua nitakuja kucheza football. Ya, lakini nilipofika tu form 1 kwenda form 2 nikaquit. Kisa kilichokufanya ukaachana na football? Nilikuwa sioni mbele. Okay. Yeah. Lakini mimi hiyo naamini ni mazingira. Unajua most of watoto wa Kitanzania watakwambia sana ndoto yao kubwa ilikuwa ni kushiriki michezo. Lakini ndio kwa sababu ndio kitu ambacho kilikuwa kinatuzunguka wakati huo. Nakumbuka interview moja Jay-Z alizungumza kwamba wenyewe walikuwa wakitoka pale Brooklyn. Umeshanielewa? Maeneo mengi ilikuwa ni kukuta vilinge vijana wanafanyaje? Wanachana. Kila baada ya nyumba ukitoka tu mlangoni unakuta vijana wanachana. Kwa ikawa ni kama utamaduni. Kwa hata hii sport ukiangalia wasanii wengi anakuambia isingekuwa muziki pengine ningekuwa mchezaji mpira, lakini sio kwa sababu ilikuwa ni talent sana. Lakini kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinatuzunguka na ndio kitu ambacho tulikuwa tunaweza ku-experience muda mwingi. Yes, ni kweli. Kwa mfano watu wengi wa Temeke walikuwa wanajua KR anakuja kucheza timu kubwa hizi mbili. KR zake alikuwa na ubonda sana. Of course. Kwa hiyo wengi walikuwa wanafahamu hivyo. Mimi ni nani kidogo? Yeah. Kwenye Good Boy pale. Yaani Bwana Niki ilikuwa kuna namna ambayo unasema hata kama ingeshindikana kwenye production ya mara ya kwanza, lakini kulikuwa kuna ulazima kwamba ni lazima Good Boy ianze katika project zako, kwa sababu pengine ulitaka kucement image ambayo mimi nafikiri umeishi mpaka sasa, ule Good Boy. Yani ilikuwa kama ni roadmap kwenye career yako kwamba lazima nianze na Good Boy, ni portray ile picha ambayo mimi nataka watu wanitizame. Siwezi kusema kama ilikuwa technical kama unavyosema, but ukitaka kunijua mimi ni ule wimbo. Yani mimi hata ninavyoishi nikihisi kama na kwa nje ya mimi huwa nasikiza Good Boy. Kwa sababu Good Boy niliandika kwa feedback ya vile ambavyo watu wamekuwa wakinieleza. Yani tuko nilipokuwa, yani huyo ni mimi. Na hata watu wote wanaonijua ukiwauliza watakwambia tofauti tu ni labda watu wa Twitter. Mimi ni mtu ambaye nafikiri watu wa Twitter wamewahi kunipa personality ambayo sio ya kwangu. Ukienda Twitter kuna watu wengi wanaamini labda Nick ni mtu wa majivuni, au ni mtu ana attitude, au ni mtu nini, lakini ukikutana na watu ambao nimekuwa nao ambao wananijua watakupa a very different personality. Kwa hiyo nikujibu swali lako kwamba ni wimbo ambao ulikuwa ni mimi, lakini pia ni wimbo wangu ambao ulikuwa ni kati ya nyimbo zangu pendwa ambazo nilikuwa nimeandika kwa kipindi hicho. Na ukisikiliza ngoma ya Good Boy kuna mstari unasema kwamba of course kitu cha kwanza kabisa kwenye maisha ni kuwa na utajiri wa watu, marafiki. Nataka kwa mfano kwa upande wako tuambie jinsi ambavyo marafiki wamekuwa kwenye maisha yako na wamekubusi kwa namna gani? Kwa level niliyofika sasa hivi